Ni miaka miwili sasa, miaka miwili ya damu, ya machozi na ya mauti. Miaka miwili tangu anga la Gaza lilipogeuka kaburi la wazi. Watoto, wanawake, wazee wakiwa wameshikwa katika mtego wa vita visivyo na huruma. Ni kweli vita vimesitishwa na amani huenda ikarudi tena, ila je, unayajua yaliyotokea kwa miaka miwili yote ya vita hivi? Ukisimuliwa kwa kweli machozi yatakutoka, na kamwe usiombe litokee kwa taifa letu. Hii itakujuza umuhimu wa kuhubiri amani. Ilikuwa Oktoba mwaka wa 2023 wakati Hamas walipoanzisha shambulio lililoua zaidi ya Waisraeli 1000 na watu 240 wakachukuliwa mateka, lakini kilichofuata hakikuwa vita, bali lilikuwa jibu la kuangamiza kizazi kizima cha Wapalestina. Kwa miezi 24 mabomu yameanguka bila huruma. Zaidi ya roho 67,000 zimenyamazishwa. Wanaume, wanawake, watoto, kila mlipuko ukiua ndoto, kila moto ukiunguza historia. Watoto 16,000 wameuawa. Watoto ambao hawakujua siasa, hawakujua mipaka, wala hawakujua chuki. Maelfu yao wamekamatwa mikono, wengine miguu, wakipigwa ganzi kwa machozi badala ya dawa. Wengine wamelazwa chini ya miti wakisubiri miujiza isiyokuja. Hospitali zimeharibiwa, madaktari wameuawa, mama mjamzito analia akijifungua juu ya kifusi, mtoto anazaliwa, lakini dunia anayokuja nayo ni dunia ya vita, si ya amani. Wengine wanakufa kwa njaa. Takwimu zinasema watu wapatao 459 wamekufa kwa utapia mlo, wakiwemo watoto 154. Watoto waliolia kwa njaa wakati chakula kiko umbali wa risasi chache tu. Zaidi ya watu 2,000 wamepigwa risasi wakijaribu kupata msaada wa chakula. Gaza ikageuka kaburi la njaa. Visima vimeharibiwa, maji yaliyosalia yana chumvi na damu. Nyumba nusu milioni zimeporomoka, familia zikifutika kana kwamba hazikuwahi kuwepo. Zaidi ya watu 10,800 walikuwepo magerezani wakiishi bila matumaini, miongoni mwao wanawake na watoto. Kwa tani zaidi ya 100,000 za mabomu, Gaza ikabaki kwa kivuli cha maisha. Ardhi yake ikajaa moshi na anga lake likajaa huzuni. Na waliokuwa wakipiga picha, kuandika na kusema ukweli, waandishi wa habari, wakageuka kuwa walengwa wa risasi, na Gaza ikapinduka kuwa mahali hatari zaidi duniani kuwa mwanahabari. Miaka miwili ya giza, miaka miwili ya ukimya wa dunia, miaka miwili ya damu isiyo na kosa ikitiririka mitaani. Na leo Gaza ikasalia na pumzi moja tu, pumzi ya matumaini. Matumaini ya kwamba dunia itasikia kilio chake, matumaini kwamba haki bado ipo mahali fulani, hata kama imezama kwenye vumbi la magofu. Na sasa, baada ya miaka miwili ya damu, vifo na vilio, ulimwengu umesikia kilio cha Gaza. Mabomu yameacha kupiga, anga limeanza kutulia, na sauti ya vita imenyamazishwa na sauti ya amani. Mitaani watu wanarudi polepole, wanawake wanakumbatiana wakilia, watoto wanacheka tena kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Wengine wanabusu ardhi waliokuwa wameikimbia, wakisema kwa sauti ndogo, hatimaye tumerejea nyumbani. Misaada inaanza kuingia, magari ya chakula, maji na dawa yanaonekana barabarani. Watu wanashikana mikono, wengine wakilia, si kwa huzuni tena, bali kwa machozi ya furaha. Wanasema, maombi yetu yamesikika, Mwenyezi Mungu ametusikia. Wanaimba nyimbo za matumaini, wakiangaza taa kwenye magofu yaliyosalia kama ishara ya kurudisha mwanga uliozimwa na vita. Na sasa tunainua mikono yetu juu tukisema kwa unyenyekevu, ewe Mola wa rehema zote,
warehemu watu wa Gaza na Palestina, wape amani ya kudumu, furaha isiyoisha, hata kama nyumba zao zimeporomoka, hata kama wapendwa wao hawapo tena. Wape nguvu ya kuanza upya na nuru ya matumaini ichome tena mioyoni mwao, kwa sababu hata baada ya giza nene jua hurudi kung'aa. Hii ni Gaza, mahali ambapo machozi yamekuwa dua na maumivu yamekuwa matumaini. Mimi ni Kasim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.